Bwana asifiwe. Haleluya. Jesus. Tuombe. Mtakatifu Mungu aliye mwema, jina lako ni kuu mno na matendo yako ni ajabu mno. Asante kwa kibali umetupa tena, watoto wako kuwemo katika nyumba yako, tupate kumega mkate wa jioni ya leo. Tufunike tena Mungu Roho Mtakatifu, au tuhudumie watoto wako kwa jinsi unavyopenda. Yafungue masikio ya ndani ya kila mmoja, amjalie kila mmoja kupokea ujumbe wa jioni ya leo, kwa jina la Yesu Kristo aliye mwema na kwa damu ya mwana kondoo, na kila mmoja aseme amen. Somo la jioni ya leo lina kichwa kinachosema nguvu ya matamko. Somo la jioni ya leo lina kichwa kinachosema nguvu ya matamko. Nguvu ya matamko. Lengo la somo la jioni hii ni kukuonyesha athari za matamko katika maisha yako. Lengo la somo ni kukuonyesha athari za matamko katika maisha yako. Tunapoweka utangulizi wa somo, nataka tuanze kwa kutazama kitabu cha Mathayo ile sura ya 13. Mathayo sura ya 13 na mstari wa 11. Biblia inasema, akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Anazungumza juu ya makundi mawili ya watu, kwamba wanafunzi wake wamejaliwa kuzijua siri za ufalme, lakini wengine hawazijui. Kwa kuna watu wanajua siri za ufalme na wengine hawajui siri za ufalme. Nisikilize vizuri. Ufalme wa Mungu ni ufalme wa siri. Ufalme wa Mungu ni ufalme wa siri. Wanaozijua siri za ufalme wa Mungu ndio wanaoufaidi ufalme wa Mungu. Usipojua siri za ufalme, hauwezi ukaufaidi ufalme wa Mungu. Kwa kuna watu wako ndani ya ufalme wa Mungu na hawaufurahii ufalme wa Mungu. Sio kwamba ufalme wa Mungu hauna vitu vya kuwafaidia, ila kwa sababu hawazijui siri za ufalme. Kwa kitu cha kwanza, unapoletwa kwenye ufalme, tafuta sana kujua siri. Usijue siri za ufalme wa Mungu. Ni rahisi sana kufikiri Mungu ana upendeleo, kawapa watu fulani baadhi ya vitu, kawanyima baadhi ya watu vitu fulani. Nisikilize vizuri, Mungu hana upendeleo. Tulipozaliwa mara ya pili, kwa maana ya kuokoka, alitupa rasilimali za ufalme wake kwa usawa. Haijalishi ni mtume au ni Mkristo wa kawaida, kila mtu alipokea rasilimali za ufalme kwa usawa. Na baadhi ya rasilimali tulizopokea kutoka kwa Mungu, ya kwanza tulipokea uzima wa milele. Maandiko yanasema, tazama jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kumpokea Kristo moyoni ni kupokea uzima wa milele ndani yako. Kingine tulichopokea kutoka kwa Bwana ni jina lake. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ambia, Baba, jina ulilonipa nimewapa wao.
Kwa hiyo jina la Yesu sio la Yesu mwenyewe, tumepewa na tumepewa kwa usawa. Kitu kingine tulichopokea ni nafasi zetu rohoni. Nafasi tulionayo katika ulimwengu wa roho, tumepewa nafasi kwa usawa. Maandiko yanasema tulikufa pamoja naye, tukafufuka pamoja naye, na tumeketishwa juu sana kuliko wachawi, kuliko waganga, kuliko ufalme kwenye ulimwengu wa roho. Kwa nafasi, tumepewa nafasi kwa usawa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Wote tulipokea utakatifu kutoka kwake, tulipokea haki yake, tulipokea asili ya Mungu kwa usawa. Sasa unisikilize, tofauti ya Mkristo mmoja na Mkristo mwingine kimatokeo inatokana na uwezo wa Mkristo mmoja mmoja kutambua vitu alivyopokea kutoka kwa Mungu na kuamua kuishi sawasawa na vitu alivyopokea kutoka kwa Mungu. Tofauti ya Mkristo na Mkristo kimatokeo inatokana na uwezo wa Mkristo mmoja mmoja kutambua vitu alivyopokea kutoka kwa Mungu na kuamua kuishi sawasawa na vitu alivyopokea kutoka kwa Mungu. Sasa kumbuka jambo hili, usichokijua kwenye ufalme hawezi kukifaidi. Usichokijua kwenye ufalme, hata kama unacho ndani yako, hakitakupa matokeo. Kitakuwa kwako ni kama vile hakipo kwako. Naweka utangulizi, kitabu cha Wagalatia ile sura ya 4. Wagalatia sura ya 4 mstari wa kwanza. Wagalatia sura ya 4 mstari wa kwanza, Biblia inasema, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wowote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Nisikilize, Biblia inapozungumza juu ya mtoto kibiblia, mtoto kibiblia hapimwi kwa umri. Mtoto kibiblia anapimwa kiufahamu. Uwezo wako wa kujua vitu vya ufalme ndio unaamua kiwango cha ukuaji kiroho. Kwa unaweza ukawa na umri wa utu uzima na bado ukawa mtoto kiroho. Inategemea kiwango cha ufahamu ulichobeba kuhusiana na vitu vya kiungu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Sasa maneno ya Mungu yanasema mrithi wakati wowote anapokuwa mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Maana yake nini? Tunapozaliwa mara ya pili, tunapokea vitu vya thamani sana vya kutusaidia kuishi maisha ya ushindi na kuwa na matokeo yasiyokuwa ya kawaida kwenye dunia tulio nayo. Lakini uwezo wa mtu kudhihirisha matokeo yanayotokana na vitu alivyopokea unategemea kiwango cha ufahamu wa kujua vitu alivyopokea kutoka kwa Mungu. Na unisikilize, na kitu kimoja wapo tulichopokea kutoka kwa Mungu tulipozaliwa mara ya pili, tulipokea au tulifanyika kuwa wana wa Mungu. Sasa unisikilize, watu wengi tunajua ya kwamba sisi ni wana wa Mungu, lakini sio watu wengi wanajua unafanyikaje kuwa mwana wa Mungu. Hata mtu akikuuliza atasema mimi ni mwana wa Mungu, lakini akikuuliza ilikuwaje ukawa mwana wa Mungu, unakosa maelezo. Nisikilize, mwana wa Mungu ni matokeo ya uungu kuingizwa ndani ya uwanadamu. Kwa hiyo kuwa mwana wa Mungu ni matokeo ya uungu kuingizwa ndani ya mwanadamu. Uungu ukiingizwa ndani ya mwanadamu, kinachozaliwa ni mwana wa Mungu. Kwa kila aliye na uungu ndani yake amefanywa kuwa mwana wa Mungu ndani yake. Ndio maana kitabu cha Yohana 1:12 kinasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu.
Kwa hiyo walipompokea Mungu ndani yao, walipokea na uwezo wa kufanyika watu wa Mungu. Kwa hiyo kila mtu aliyefanyika mwana wa Mungu ana asili ya Mungu ndani yake, ana uwezo wa kiungu ndani yake, na huo uwezo wa kiungu umeingizwa ndani yake siku alipompokea Kristo ndani ya maisha yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize vizuri, kila mtoto wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili sio mtu wa kawaida. Siku ulipompokea Kristo ndani yako, uliacha kuwa mwanadamu wa kawaida. Kuna namna ulifanyika kuwa kiumbe cha tofauti kabisa, na usipojua ulivyofanyika, hawezi kujua nguvu ya matamko ya kinywa chako. Angalia Wakorintho wa pili 5. Wakorintho wa pili sura ya 5. Kanda boshataya, darasa la watu wazima hili. Wakorintho wa pili sura ya 5, angalia mstari wa 17. Biblia inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Nisikilize, Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Oh my God. Biblia inaposema amekuwa kiumbe kipya, haina maana ya kwamba sura yako itabadilika. Utabaki kuwa na sura ile ile, lakini ndani yako utafanyika kuwa mwana wa Mungu. Unabaki na sura ile ile, lakini ndani yako na Roho Mtakatifu. Utabaki na sura ile ile, lakini ndani yako umebeba uwezo wa kifalme. Unabaki na sura ile ile, lakini ndani yako umebeba asili ya Mungu ndani yako. Unabaki na mwonekano ule ule, lakini ndani yako umebeba vitu ambavyo wanadamu wa kawaida hawajabeba. Kama wangepeleka kwenye maabara ya kiroho alafu wakakupima rohoni, na kuambia madaktari wangeshangaa aina ya rasilimali ulizobeba ndani yako. Umebeba vitu vya thamani wanadamu wa kawaida hawajabeba. Wao wana damu, nyama na mfupa, lakini wewe ndani yako umebeba mamlaka ya Mungu ndani yako, umebeba jina lake ndani yako, umebeba nguvu za Mungu ndani yake, umebeba mafuta yake ndani yako. Si kiumbe cha kawaida, ni kiumbe cha tofauti. Maandiko yanasema umekuwa kiumbe kipya. Panda boshataya. Sasa ukijua ulivyobeba ndani yako, utajua uzito wa matamko ya kinywa chako. Maneno yako yatabeba uzito wa tofauti sana. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa nataka tuangalie nguvu ya matamko ya kinywa chako. Nguvu ya matamko ya kinywa chako. Nguvu ya kwanza, matamko yana nguvu ya kuathiri kilichotamkiwa. Matamko yana nguvu ya kuathiri kilichotamkiwa. Matamko yana nguvu ya kuathiri kilichotamkiwa. Unisikilize vizuri. Matamko ya kinywa chako yana nguvu ya kuathiri kila kitu unachokitamkia. Yana uwezo wa kuathiri watoto wako, yanaweza kuathiri ndoa yako, yanaweza kuathiri kazi yako. Kila unachokitamkia, matamko ya kinywa chako yanaweza yakaathiri. Na unisikilize, nguvu ya matamko ya kinywa chako hayapo kwenye maneno unasema. Nguvu ya matamko ya kinywa chako inategemea kilichobebwa na matamko. Kufuatana na Biblia, matamko sio matupu. Matamko ni kibebeo cha nguvu za kiroho. Angalia kitabu cha Yohana 6 mstari wa 63. Matamko ni kibebeo cha nguvu za kiroho. Ni kibebeo cha nguvu za kiroho. Biblia inasema Roho
ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Maneno niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Sikilize, Yesu alikuwa anataka wanafunzi wake wajue maneno yake sio matupu, yamebeba roho na yamebeba uzima. Kwa Yesu anapoachilia tamko kuelekea mahali, hilo tamko lake limebeba roho na limebeba uzima ndani yake. Na mnisikilize, matamko hayajabeba tu roho na uzima. Matamko yanabeba kila kitu ulichobeba ndani yako. Matamko yanabeba kila kitu ulichobeba ndani yako. Kwa hiyo matamko yanaweza kubeba mamlaka yako. Matamko yanaweza kubeba baraka, yanaweza kubeba upako, yanaweza kubeba kila kitu ulichobeba ndani yako. Kwa hiyo ukitaka kuathiri eneo au kuathiri maisha ya mtu, unaachilia tamko. Mtu yeyote anayetaka kuachilia tamko na aathiri eneo, aathiri vitu, jambo la kwanza lazima ufahamu ulichobeba ndani yako. Ukijua ulichobeba ndani yako, unapoachilia tamko ukiwa na ufahamu wa vitu ulivyobeba, tamko lako inakuwa na nguvu ya kuathiri eneo umetamka. Unisikilize, hivi unajua watu wa ufalme wa giza maneno yao yana nguvu sana na yanaathiri maisha ya watu wengi sana. Na moja kati ya kitu kinachofanya waganga na wachawi maneno yao yawe na nguvu ya kuathiri maisha ya watu ni ufahamu walionao juu ya vitu walivyobeba. Na ufahamu unatokana na mchakato wanaopita katika kuandaliwa kuwa mawakala wa ufalme wa giza. Mchakato wao unawaaminisha wao sio viumbe wa kawaida. Mganga wa kienyeji ataambiwa utalala makaburini siku 7, na kila siku utalala makaburini. Hiyo siku ukilala utapewa jini moja. Kwa akilala siku 7 anaamini na majini 7. Baadaye ataambiwa utakunywa damu lita 3 za watu. Kiwango cha damu utakunywa ndio kiwango cha nguvu utakuwa nayo, na kila neno utakalotamka litakuwa na nguvu ya kuamua maisha ya watu. Ukimwambia mtu afe atakufa, ukimwambia mtu asiruke atakufa. Kwa ndani yake anaamini amepokea nguvu ya ajabu ambayo akisema neno, maneno yake yanaathiri maisha ya watu. Mchakato aliopitia umetengeneza ufahamu wake kujua. Ndio maana watu wa giza akitamka neno haangalii nyuma, anaamini alichosema kinaenda kutokea. Mando shatakabaya. Sasa unisikilize, tofauti ya watu wa giza na watu wa Mungu ni moja tu. Tofauti yetu ni ufahamu. Ni ufahamu. Wakristo tumebeba vitu vya thamani sana na vyenye nguvu mara 100 ukilinganisha na vitu vya watu wa giza. Hazina tuliobeba ina nguvu ya kubadilisha maisha yetu, kubadilisha hatima na kutawala kila eneo la maisha yetu kutokana na hazina tuliobeba. Kinachofanya Wakristo wawe dhaifu ni kwa sababu hawana ufahamu wa kutosha ya namna walivyosukwa ndani yao na vitu walivyobeba ndani yao. Hawana ufahamu wa kutosha, na kwa sababu hiyo tunabaki kuwa kama simba wenye fikra za panzi. Kwa tunamtazama panzi aliye mbele yetu kama simba mbele yetu. Panzi akitamka neno tunaogopa na kutetemeka, hata kulala tunashindwa kulala. Panzi kaongea neno, unaogopa kwa sababu panzi amesema. Lakini kama ungejua namna ulivyosukwa ndani yako, shetani anaogopa na kutetemeka. Wewe sio kiumbe cha kawaida, hakijawahi kutokea kiumbe cha aina yako. Mwanadamu huyo huyo ndani yake abebe ufalme. Mwanadamu huyo huyo abebe Yesu na Roho Mtakatifu. Mwanadamu huyo huyo abebe mambo makubwa na ya ajabu. Sikiliza, kama ungejua ulichobeba ndani yako,
mapepo yangekimbia mbele yako, waganga wangekimbia mbele yako. Umesukwa kitofauti. Come back to your senses. Rudi kwenye ufahamu wako. Nenda kwenye maandiko, soma na kusoma, tafakari, uone jinsi ulivyofanywa. Wewe sio kiumbe cha kawaida. Nasema wewe sio kiumbe cha kawaida. Nakumbuka kuna mzee mmoja anaitwa Benson Idahosa. Kuna wakati waliweka kikao cha wachawi Nigeria miaka mingi ya nyuma, na wakasema kwenye hii kikao watafanyia kwenye mji wa Abuja, mahali amezaliwa leye, na yeye atakiwa kuweka crusade. Wakamwambia hautaweka mkutano kwa sababu wachawi dunia nzima watakuwa na kikao. Akaenda kwenye TV akasema, natamka kama mtumishi wa Mungu, vikao vya wachawi havitafanyika Abuja, asema Bwana wa majeshi. Na alipotamka neno moja, vikao havikufanyika. Walitoka wachawi nchi mbalimbali duniani, walipoenda Nigeria kwa neno lake moja tu, vikao havikufanyika. Kama ungejua ulichobeba ndani yako, nafasi uliopewa na Yesu Kristo, nakwambia ungekuwa mtawala, nakwambia ungemiliki na kutawala mazingira. Tumesukwa kitofauti. Nisikilize, uzito wa matamko yako unategemea unajua nini ulichobeba ndani yako. Dr. David Oyedepo anasema, ninapombariki mtu nikisema Bwana akubariki, ndani ya ufahamu wangu najua vitu kama 8, na ninapoweka tangaza hiyo baraka, vitu 8 vyote vinadondoka juu ya huyo mtu. Baada ya siku 2-3 maisha yake yanaanza kuchanua, maisha yake yanaanza kufanikiwa, milango inaanza kufunguka kwa tamko moja tu aliyoachilia, Bwana akubariki. Lakini Bwana akubariki hiyo hiyo unaweza kutamkiwa mahali pengine. Kama huyo mtu hajui chochote na haelewi hata maana ya baraka ni nini na kilichobebwa na baraka ni nini, linaweza likawa ni neno zuri moyoni mwako, lakini halitaathiri maisha yako. Ufalme wa Mungu hauendeshi kwa mihemuko, unaendeshwa kwa kujua. Biblia inasema wamjuao Bwana watakuwa hodari na kutenda makuu. Hatutendi makuu kwa mihemuko, tunatenda makuu kwa ufahamu. Ni wale wanaojua. Kama haujui utaishi kama mtumwa, na ukianza kujua umeanza safari ya ukuu. Na Bwana akupe hiyo neema, ufahamu wako ufunguke, ukaishi maisha ya ukuu katika jina la Yesu aliye hai. Maisha ya huko. Unajua nini kuhusu matamko? Matamko ni kibebeo cha ulichobeba. I'm telling you, maisha ni kibebeo. Ndio maana kuna vitu mtu akikutamkia, kama huyo mtu hayuko vizuri, vinaathiri maisha yako na vinaathiri kabisa. Inategemea amebeba kitu cha namna gani. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Nasema tena, Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Kwanza. Orabashitaramande melahandele kashuta zokoradaya. Ile sura ya 17 na mstari wa kwanza. Wafalme wa Kwanza 17 mstari wa kwanza, Bible inasema, basi Eliya Mtishibi, wageni wa Gileadi, akamwambia Ahabu, kama Mungu wangu aishivyo, ambaye nasimama mbele zake daima, hakutakuwa na mvua wala umande miaka hii, ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordan. Nisikilize, matamko yana nguvu ya kuathiri kilichotamkiwa. Nimekusomea habari za Eliya. Eliya sahihi ametoka kijijini,
ameingia mjini, akakuta kila mtu anaabudu miungu mingine. Heshima ya jina la Mungu haipo tena. Mungu anayeheshimika ni Mungu bahari, na Mungu wa Israeli hana heshima tena. Eliya alienda moja kwa moja kwa mfalme Ahabu, akamwambia mfalme, kama Mungu wangu aishivyo, hakutakuwa na mvua wala umande isipokuwa kwa neno langu. Mfalme aliposikia hayo maneno, alijua ni maneno ya vijana tu, lakini Eliya alipokuwa anatamka alikuwa anamaanisha, na alikuwa anamaanisha maneno aliyosema yatatokea. Ujasiri wa Eliya haukuwa kwenye matamko yake. Matokeo ya maneno ya Eliya yanatokana na ufahamu aliyokuwa nao Eliya juu ya Mungu aliye naye na nguvu za Mungu alizobeba. Ndio maana anasema kama Mungu wangu aishivyo. Maana yake haya maneno nitasema hayatokei tu kwa sababu nimesema. Nina Mungu mwenye nguvu kuliko miungu yote, ambaye nasimama mbele zake. Kusimama mbele zake ni lugha ya kimaombi. Maana yake ambaye namuomba daima, inamaanisha alikuwa na upako. Kwa anajaribu kumwambia mfalme, nina Mungu mwenye nguvu kuliko miungu yote, na nina upako wa Roho Mtakatifu juu yangu, na kwa sababu hiyo hakutakuwa na mvua wala umande kwenye nchi hii. Aliposema hayo maneno, nguvu za Mungu zikafunga mbingu. Mwaka wa kwanza mvua haikunyesha, mwaka wa pili mvua haikunyesha, mwaka wa tatu mvua haikunyesha. Jaribu kufikiri, ni tamko la mtu mmoja tu limefunga hali ya hewa ya nchi nzima, na hakuna kinachoendelea. Nisikilize mtu wa Mungu, hiki ndicho wanachofanya watu waovu. Kuna mtu aliona hatua zako za kimaendeleo, akasema kuanzia leo biashara hii haitaendelea tena, na alipotamka nguvu za giza zikafunga milango ya biashara yako. Tangu wakati huo, mwingine na miaka 3, mwingine na miaka 4, kazi yake imedumaa na haoni akisogea. Kuna mtu aliona ndoa yako ina furaha, akasema kwa kuwa wana furaha, kuanzia leo mtaishi katika mafarakano, hamtajua amani kwenye ndoa yenu. Alipotamka hilo neno, zile nguvu za kiroho za giza alizobeba zimeharibu ndoa yako. Hauna amani tena, vitu vyako vimeharibika. Maneno ni kibebeo cha roho. Ukiona maneno yameathiri maisha ya mtu, ujue nyuma yake kuna nguvu za kiroho zilizoambatanishwa na hayo maneno na zimeathiri maisha yake. Mnisikilize watu wa Mungu, sisi tuliozaliwa mara ya pili tuna nguvu kubwa kuliko ya kwao, tuna mamlaka kubwa kuliko ya kwao. Popote walipokutamkia jioni ya leo, na yatangua hayo maneno kwa jina la Yesu aliye hai. Watoto wako watafanikiwa, ndoa yako itainuka tena, ukastawi na kwenye biashara, maisha yako yakafanikiwe kwa jina la Yesu aliye hai. Sikilize, maisha huinuka kwa baraka na maisha hudumaa kwa tamko la laana. Matamko yanaamua kama utainuka au utasinyaa. Matamko yanaweza kuweka mpaka rohoni. Matamko yanaweza kukupeleka mbali. Ndio maana ukiwa kama mtoto wa Mungu, lazima uwe makini sana na kitu unasema kwa kinywa chako, kwa sababu kila mtoto wa Mungu ana nguvu za Mungu ndani yake. Unachosema kwa kinywa chako kinaweza kukuumbia kitu kibaya sana, na kesho kikakusumbua. Haleluya, Bwana asifiwe jamani, Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Angalia na kitabu kile cha Mathayo. I love Jesus. Mathayo ile sura ya 8. Alafu angalia mstari wa 5 mpaka 13. Mstari wa 5 mpaka 13. Biblia inasema, hata alipoingia Pekanaumu, akida mmoja akamjia, akamsia akasema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimpone. Yule akija akamjibu, Bwana, mimi sistahili wewe uingie katika dari yangu, lakini sema neno tu
na mtumishi wangu atapona. Sema neno tu na mtumishi wangu atapona, kwa maana mimi ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda; nikimwambia huyu njoo, huja; mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Aliposikia maneno hayo, akamwambia wale waliomfuata, amini namwambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni, bali wana wa ufalme watatupwa katika giza nje, ndiko kutakuweko kilio na kusaga meno. Naye Yesu akamwambia yule akida, enenda zako, na iwe kwako kama ulivyoamini. Na mtumishi wake akapona tangu saa ile ile. Nisikilize, nimekusemesha haya maneno, ni askari wa Kirumi, akida huyu ndugu alikuwa na mtoto wake nyumbani anaumwa, na kiwango cha ugonjwa wake alikuwa amepooza, hawezi kabisa. Alipokutana na Yesu akasema, bwana mkubwa, naomba twende nyumbani ukamponye mwanangu. Yesu akasema, hakuna shida, nitakuja. Alafu kuna kitu kikubwa akaanza kusema huyu akida kinachohusu mamlaka. Anasema, wewe usahili kuja, sema neno tu. Nisikilize vizuri, mamlaka ya mtu yoyote yule inadhihirishwa kwa matamko. Mtu mwenye mamlaka anatawala eneo lake kwa matamko, na ndio maana unaweza usiwe kwenye eneo husika, lakini unaweza ukaituma neno mbali na neno likaenda likatawala. Fikiria rais wa nchi anaweza kawa Dodoma, lakini neno lake likatawala Sumbawanga, neno lake likatawala Kigoma. Akitamka akiwa Sumbawanga, anaweza kachia tamko, watu wa Mtwara wakatekeleza tamko lake. Anaweza katamka akiwa Dar es Salaam, watu wa Mbeya wakatekeleza tamko lake. Kwa nini? Lilipo neno la mwenye mamlaka, na mamlaka yake iko hapo hapo. Kwa yule akida akamwambia, hauna sababu ya kuja nyumbani kwangu, wewe sema neno tu. Ukisema neno, mtoto wangu atapona, kwa sababu hata mimi ni mtu mwenye mamlaka, nina askari chini yangu. Kwa mamlaka nilionayo, nikimwambia askari njoo, anakuja; askari nenda nje, anaenda; fanya hiki, anafanya. Kwa ninaongoza na kutawala kwa neno. Na mimi najua wewe Yesu ni mtu mwenye mamlaka ya kiroho, kwa hiyo huhitaji kuja nyumbani kwangu. Sema neno tu na mtoto wangu atapona. Na hata kama ningekubeba nikakupeleka nyumbani kwangu, bado wewe usingemponya. Ungehitaji tamko ili mtoto wangu aweze kupona. Badala ya kukusumbua uje nyumbani kwangu, wewe sema neno tu. Ukisema neno, neno litaenda na litamponya. Yesu akasema, akawageukia wanafunzi wake, sijawahi kuona imani kubwa namna hii katika Israeli. Akiwa na maana gani? Mamlaka ya kiungu inatawala kwa matamko. Ni wale wanaojua namna ya kutumia matamko yao ndio wanaoweza wakatawala eneo. My Lord, Yesu alipomtamkia uponyaji yule mtu, nisikilize, Yesu hakuhangaika kuuliza mtoto anaendeleaje. Hakuuliza, aliendelea na safari, kwa sababu kwenye ufahamu wake alijua nilipotamka tu imekuwa na ameshapona. Alifahamu alichobeba, alifahamu maneno yake sio matupu, yamebeba roho, yamebeba uzima ndani yake. Kwa maneno yanaenda kutia uzima kwa yule kijana. Aliyetupa taarifa kwamba mtoto alipona ni yule akida. Aliporudi nyumbani, akaona mtoto aliyekuwa amepooza anaruka na anacheza. Akawauliza vijana, hebu njooni hapa, niambieni ameanza kucheza saa ngapi na ameanza kuruka saa ngapi? Wakamwambia, bwana mkubwa, ameanza kucheza majira fulani. Alipocheki akagundua ni muda ule ule ambao Yesu alimtamkia uponyaji, na ndio muda ule ule uponyaji ulitokea. Unisikilize, hauhitaji mtumishi awe karibu yako ili upokee. Anaweza kukutamkia tamko la baraka, tamko la uponyaji, tamko la miujiza. Ukiamini matamko yamebeba mamlaka ya mtumishi, utapokea popote ulipo, hata kama ni mbali kiasi gani. You receive in the name of Jesus. Jina
Jina la Yesu libarikiwe. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, hakuna kitu cha thamani kinachouendesha ulimwengu huu kama matamko. Niliwahi kusema wakati fulani, matamko kwa jinsi ya kimwili yanaonekana ni matamko, lakini kwenye ulimwengu wa roho sio matamko. Matamko kwenye ulimwengu wa roho ni vitu kabisa. Mtu akitamka neno la kansa kwenye mwili wako, wewe utasikia neno, lakini kwenye ulimwengu wa roho ni ugonjwa kabisa wa kansa, na utaingia ndani yako, utakupata na utatesa maisha yako. Akikutamkia neno la ukame kwenye uchumi, wewe unasikia ni neno tu, lakini hilo neno linaenda linakausha milango yako ya kiuchumi, na hautauona mpenyo kabisa kwenye maisha yako. Kwa nini? Maneno kwenye ulimwengu wa roho sio maneno. Maneno kwenye ulimwengu wa roho ni vitu kabisa. Ndio maana kuna wakati Yesu alikuwa anatoka Bethania, akaona mtini umepamba vizuri. Alipojaribu kucheki matunda akayakosa, akamwambia mtini, kuanzia leo yasipatikane matunda kwako. Akamaliza. Sikiliza, Biblia inasema wanafunzi wake wakamsikia, lakini wanafunzi walijua wamesema ni maneno tu, lakini yeye alijua maneno yake hajawahi kuwa matupu, yamebeba roho, yamebeba uzima ndani yake. Kwa alichosema ile roho inaenda kusimamia neno lake. Walipokuwa wanarudi asubuhi yake ya pili, wakakuta ule mti umenyauka toka juu mpaka shinani. Yeye ameshapita kabisa, ule mti ameuacha kwa mbele. Petro anamwambia, Bwana mkubwa, ule mti uliolani jana umenyauka. Yesu anamwambia, amini amini nakwambia Petro, yeyote atakayeuambia mlima huu asiwe na shaka moyoni. Kwa lugha nyingine nataka kumwambia, nilipokuwa natamka jana, nilijua lazima utanyauka, kwa sababu ninajua nilichobeba ndani yangu. Mimi nina roho wa Mungu na ni uzima wa milele uko ndani yangu. Kwa nilipotamka yale maneno, roho alienda kusimamia neno langu na amekausha ule mti. Kitu gani nataka nikwambie? Ukikosa ufahamu wa kutosha juu ya kitu umebeba na jinsi Yesu alivyokufanya ndani yako, unaweza ukaona tamka maneno na usione matokeo, kwa sababu kwenye ufalme wa Mungu inategemea unachojua ndicho kinachoamua matokeo. Kama hauna kitu unachojua, maneno yako ni mepesi sana, maneno yako hayana nguvu tena. Sijui kama mnanielewa kitu na kufundisha na kupeleka kwenye vitu vigumu sana, ili uanze kukabiliana na mambo magumu upate matokeo makubwa. Kwa sababu ukijua kidogo utapata kidogo, ukijua kwa ukubwa utafaidi kwa ukubwa kwenye ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Ta shida ya kizazi hiki, wengi tukishakaa kwenye fellowship namna hii, tunatamani tu mtumishi aingie kuomba. Sikilize, kuomba bila ufahamu, saa nyingine huwezi kupata matokeo. Unahitaji uwe na ufahamu wa kutosha, na kati ya kitu unachohitaji kujua ni vitu umebeba, kwa sababu ulivyobeba ndio vinaamua kama utapata matokeo au hutapata matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Tuangalie faida ya pili. Faida ya pili, maneno huumba. Faida ya pili, maneno huumba. Maneno huumba. Nisikilize, maneno ya kinywa chako ni kifaa cha mawasiliano, lakini nachotaka ujue kwamba maneno ni kifaa cha uumbaji. Maneno ya kinywa chako ni kifaa cha uumbaji. Kwa hiyo ukiyatumia vizuri, unaweza ukajiumbia mambo mazuri kwenye maisha, na ukiyatumia vibaya, unaweza ukajiumbia vitu vibaya kwenye maisha yako. Unisikilize vizuri. Kwa mara ya kwanza katika Biblia, maneno yalipotumika yaliumba. Na hii ni kueleza ya kwamba kazi kuu ya maneno ni kuumba, na kazi ya chini kabisa ya maneno ni mawasiliano. Mungu hakutupa maneno ili atumike tu kuwasiliana. Alitupa maneno ili atumike kama kifaa cha kuumba aina ya maisha unayoyataka.
Ndio maana Mithali 18 anasema utakula matunda ya kinywa cha kwako. Maana yake nini? Baraka na laana ipo katika uwezo wa kinywa chako. Kinachoamua ubarikiwe au tembee na laana inategemea kinywa kinasema nini, kwa sababu unachosema ndicho kinaumbika kwenye maisha yako na ndicho kinakuwa experience ya maisha yako. Bwana asifiwe. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 1 mstari wa 1, Biblia inasema Bwana akaziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, nisikilize vizuri, nachotaka ukione kwenye huu mstari ni kwamba Roho Mtakatifu alikuwa ametulia juu ya uso wa maji, alafu Mungu akasema neno, alafu naona uumbaji ukianza kutokea. Maana yake nini? Nguvu ya uumbaji ni matokeo ya uwepo wa Roho Mtakatifu na maneno ya kinywa chako. Kwa hiyo ule ushirika kati ya Roho Mtakatifu na maneno ya kinywa chako, matokeo yake ni uumbaji. Matokeo yake ni uumbaji. Kwa hiyo mtu yeyote aliyefunikwa na nguvu za Mungu anapoachilia matamko fulani, yale matamko yanaumba kitu kwenye maisha. Na ndio maana tukiwa kwenye madhabahu, tunapofunikwa na nguvu za Mungu, tukiachilia tamko la uponyaji, mtu anaweza kawa dhaifu na anapokea saa hiyo hiyo. Kwa nini? Matamko kujumulisha nguvu za Mungu, matokeo yake ni uumbaji wa kiungu. Na kwa sababu hiyo, kila mtoto wa Mungu lazima uwe makini sana, kwa sababu kila aliyejaa nguvu za Mungu ndani yake, anachosema sio tu maneno, anaumba vitu kwenye maisha yake. Anaomba vitu kwenye maisha yake. Na kwa bahati mbaya sana, shetani angetamani uongee changamoto, uongee mapito magumu, ili uzidi kujiumbia mabaya, ujiumbie hatima mbaya kwa maneno ya kinywa chako. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, haleluya. Tusome Ezekieli 37 mstari wa 1 mpaka wa 4. Biblia inasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa ni mikavu sana. Akaniambia, e mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu nikamwambia, wewe wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikie neno la Bwana. Halafu kule chini anaendelea kutamka matamko ya kinabii. Nisikilize vizuri. Kwenye habari ambayo nimekusomea hapa, ni habari ambayo inahusu jeshi kubwa la Israeli waliokufa miaka mingi sana. Na hao watu walikuwa wamekufa kiasi ambacho mchwa wameshakula nyama zote, imebaki mifupa mikavu na hawezi kuwa na uhai tena, wameshafunikwa na udongo. Sasa maandiko yanasema, Mungu akamwambia Ezekieli, je, mifupa hii mikavu inaweza ikaishi? Mifupa mikavu inasimama badala ya hali ya jambo au mapito ya mtu ambayo yamepoteza tumaini. Kuna mahali mtu amepita kwenye kazi, kwenye afya, kwenye ndoa, na umefika mahali ambapo hakuna tumaini tena. Kitu pekee ambacho umebakiwa nacho ni kukata tamaa na kuahirisha safari. Kwa lugha ya Biblia, hiyo hali inaitwa mifupa mikavu. Ezekiel alipopelekwa mifupa mikavu, akaambiwa, je, hii mifupa mikavu inaweza ikaishi? Ezekiel akamwambia,
Wewe Bwana wajua. Kwa jinsi ya kawaida, hata ungekuwa ni wewe, ungesema kwa kweli hii haiwezi kuishi. Lakini mimi nataka nikwambie jambo hili. Wakati wowote Mungu akikwambia fanya jambo fulani, haijalishi hilo jambo limekatisha tamaa kwa kiwango gani, Mungu ni Mungu wa mambo yaliyoshindikana kwa wanadamu, kwake yeye yote yanawezekana. Yale ambayo sisi tumeshindwa, yeye hapo ndipo anapoanziaga kufanya mambo makubwa na ya ajabu na kubadilisha mambo. Akamwambia Ezekieli, toa unabii juu ya hii mifupa. Unabii maana yake toa tamko kuelekea hii mifupa. Ezekieli akasimama akaanza kutabiri, akasema, mifupa mikavu, mtakuwa ni jeshi kubwa. Biblia inasema upepo mkubwa ukaanza kuingia. Baadaye ile mifupa ikanyanyuka kama skeleton. Akaendelea kutabiri tu. Baadaye upepo ukavuma tena, nyama zikaanza kuungana, mifupa ikaanza kuungana, likanyanyuka likawa jeshi kubwa sana. Kitu gani nataka nikwambie? Nguvu ya uumbaji inatokana na matamko ya kitu unachotaka kwenye maisha yako. Siku zote kwenye maisha yako, haijalishi mahali unapopita ni pembamba kiasi gani, usijaribu kuongea unachokiona. Tamka kile unachotaka ukione kwenye maisha yako. Inawezekana kazi yako imeharibika sana na kila mtu anasema huyu kazi yake imeharibika. Usiongee uharibifu unaouona. Wewe ongea kile unachotaka kuona kinatokea kwenye maisha yako. Ndio maana Mungu alipoona giza limefunika uso wa dunia, Mungu akaanza kuongea giza lilokuwepo. Mungu akasema, na iwe nuru katikati ya giza. Giza likaondoka na nuru ikatokea. Kwa hiyo unapoongea kwa kinywa chako, ongea unachotaka kuona kinatokea. Na unapokitamka kile, haijalishi unachopitia ni kigumu kiasi gani, kile cha giza kitaondoka, unachokitaka kitasaliwa kwenye maisha yako. Siku zote maneno yanayoumba ni wewe kuongea unachokitaka na sio kile unachoona kwenye maisha yako. Unisikilize mtu wa Mungu. Inawezekana kuna mtu amekutamkia neno gumu, anasema, dada, kesho hautaishi, na huyo mtu unamjua kabisa. Kuna watu kama 7 walishakufa kwa maneno yake, lakini sasa unajua wewe ni nani. Mamlaka yako ni kubwa kuliko ya kwake. Mwambie macho kweupe, kwambia, Baba, sitakufa bali nitaishi, nitasimulia matendo ya Mungu aliye hai. Haijalishi mahali unapita unasema mwisho wako umefika, mwambie, Bwana aliyeanzisha safari hii ndiye atakayetimiza safari hii. Hakuna atakayekatisha safari yangu. Jitamkie yale unayotaka yatokee kwenye maisha yako. Usinene ubaya, nena baraka. Wanapokutamkia laana kwenye maisha yako, wewe jitabirie baraka. Watoto wako wamesema watakuwa zero, waambie Mungu amesema watakuwa kichwa, hawatakuwa mkia. Watamkie baraka. Jifunze kunena yaliyo mema juu yao. Unapotamka baraka kwenye maisha yao, inaumbika juu yao. Hata kama alikuwa mwisho kwenye mtihani, mwambie, mwanangu, piga magoti, natamka wewe ni kichwa wala sio mkia, na Bwana ataanza kumnyanyua, na ghafla ataanza kuwa kichwa kwenye maisha yake. Jamani, haleluya, haleluya, Jesus. Biblia inasema yeye aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Ongea unachotaka, usiongee changamoto. Tusimame sasa kwa miguu. Mwambie Yesu, sinyamaze kimya pale ninapokuhitaji kwenye maisha yangu. Mwambie Yesu pale ninapokuita, ninapoachilia tamko la kukuita, Yesu leo usinyamaze. Yesu, Funika macho yako, inua mikono yako juu. napokuita, usinyamaze. Ayaya, ewe Yesu, usinyamaze. Napokuita,
shida yangu Yesu. Yesu wewe usinyamaze, napokuita, napokungoja, weko pala na yele. Yesu, Yesu, Yesu usinyamaze, napokuita, napokungoja, ni kweli sina mama mwingine ila wewe. Yesu msaada wangu, Yesu katika shida yangu, napokuita, napokungoja. Haya ni maombi yangu kwako Baba yangu. Yesu usinyamaze katika shida yangu, napokuita, napokungoja. Yesu, 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 usinyamaze, napokuita, napokungoja. Yesu, jioni ya leo Yesu, nina kiu na njaa ya kukupata wewe. Baba, sina tumaini jingine ila wewe tu Bwana, sina baba mwingine ila ni wewe Yesu. Ninakuangalia watu wako, sina msaada mwingine ila ni wewe. Yesu, sina tumaini jingine, sina baba mwingine, sina msaada mwingine ila wewe. Yesu, 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 usinyamaze, nikitafakari matendo yako Bwana, siwezi ila wewe tu Bwana, usinyamaze. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakuja mbele zako, nakuja mbele zako, mtoto wako, mtoto wako. Yesu, Yesu, jioni ya leo, jioni ya leo, mtoto wako niko mbele zako, niko mbele zako. Yesu, naomba toba, naomba toba, naomba rehema kwa kila lolote niliyolifanya kwa kujua, kwa kutokujua. Yesu, Yesu, naomba unirehemu, naomba unisamehe, naomba unisamehe. Yesu, Yesu, kila uovu, kila uovu niliyoufanya, niliyourithi toka kwa baba, toka kwa mama. Yesu, jioni ya leo naomba toba, naomba toba, naomba unirehemu. Yesu, Yesu, naomba unirehemu, naomba unisamehe. Yesu, kila kuwaza nilikowaza tofauti na agizo lako, Yesu, ninatubu jioni ya leo, jioni ya leo. Chochote nachokikumbuka na nisichokikumbuka, Yesu, Yesu, naomba rehema, naomba rehema. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu nisamehe. Nenda mwambie Bwana, mwambie Bwana kwamba nirehemu kila tendo nililolifanya kwa kukosa mbele zako. Naomba toba, endelea mbele za